Ni moto mkubwa ambao umetokea katika stendi ya zamani na kuathiri baadhi ya maduka ya wafanyabiashara. Moto huu umetokea ikiwa tayari wafanyabiashara hao wameshafunga maduka yao. Kampuni ya GBP nayo pia iliweza kuweka nguvu kwa kutoa magari yake ya uzimaji moto ili kuhakikisha moto huu hauwezi kuathiri zaidi maduka yaliyopo katika eneo hili. Na hawa ni baadhi ya wafanyabiashara na mashuhuda ambao wanaelezea namna ilivyoweza kutokea, huku chanzo hasa bado hakijaweza kufahamika. Kwa jina naitwa Mahmoud Sadiki, ni mfanyabiashara kama ya maeneo ya stendi. Faya imeweza kufika wakati, lakini ikiwa imechelewa, maji pia hawana. Kwa mazingira ambayo yaliyopo, nyumba ambayo ishaungua nyumba moja, ishaungua yote, lakini bado inaendelea kuungua nyumba nyingine na nyingine. Ikiwa wanazima nyumba ambayo inaungua, nyumba nyingine ambazo kwa hazijaungua nazo zinateketea kwa moto. Kwa hiyo ilikuwa baada ya nyumba ambayo imeungua moja, wangejitahidi kuzima moto moja na nyingine wajitahidi usiweze kuathirika baadhi ya nyumba nyingine, lakini mpaka sasa hivi nyumba ambayo ishaungua ni nyumba ya tatu. Nyumba ya kwanza imeungua, nyumba ya pili imeungua na nyumba ya tatu imeungua, na bado moto haujazimwa. Na nyumba ya tatu ambayo inaungua sasa hivi ni nyumba ambayo ndani ina mafriji na mafriza ambayo ndani yake ina gesi. Kwa hiyo baada ya kuungua nyumba hiyo ya gesi, ninaamini kabisa nyumba nyingine zitaungua, sababu ndani mafriza ina mitungi ya gesi ndani. Wanatahadhari kwamba nyumba ambayo imeungua waizuie isiungue na zaidi, na nyumba nyingine, wakati wa nyumba nyingine faya inaangalia baadhi ya vitu, nyumba nyingine isiungue. Lakini sasa hivi inafanyika, wanazima nyumba ambayo imeungua, nyumba ambayo imeungua haizimi. Kwa mtu wa siku nyumba zote zitaungua, na upepo nao unaenda kule. Upepo sasa hivi unaelekea kule. Kwa nyumba kile ambazo zingine kule, nyumba sasa hivi nyumba 4 inaungua sasa hivi. Mfanya biashara wa ile eneo la barabara 12 ambaye kimsingi nimekuwa na maduka mawili hapa. Kwa hiyo maduka yote kama mnavyoona hali halisi yameungua yote. Imekaribisha umaskini kwa spidi kubwa sana. Zaidi ya yote ni kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Nilikuja Tanga sina chochote, nikapatia hivi hapa, kwa naamini kwamba vitapatikana kwa mifumo mingine endapo Mwenyezi Mungu atataka iwe hivyo. Tukawa tunapiga simu zimamoto, lakini hawakupokea kwa wakati. Ikabidi mimi niwashe gari kuwafuata. Tunafika basi ndio moto ulikuwa umeshika kama mnavyoona. Kwa hiyo kimsingi huwezi kugundua kwamba chanzo hasa kilikuwa ni duka lipi. Ibrahim Kunoga, Global TV. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765 627 770 au 0663 482 323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.